Tanzania tumewahi kusikia neno Lugomo. Hii bwana ni teknolojia bunifu kutoka Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi VETA. Wao wanashiriki katika maonyesho ya kimataifa ya kilimo 88 mwaka huu 2026. Wanazo bunifu mbalimbali ambazo zitaleta tija kwa wakulima kuweza kuzalisha kwa kujipatia faida. Tuko hapa katika banda lao, wako hapa na tutazungumza na mwenyeji wangu hapa, ataniambia kwa undani zaidi. Kwanza hongereni kwa kuja katika maonyesho. Asante sana. Kwa majina naitwa mkufunzi injinia Antoni Lioch kutoka VETA Mbeya. Tumeweza kutambua soko baada ya kukuta vijijini kwamba watu wengi wanapokuwa wanachuma parachichi wanabonda na mawe au wanatumia miti, lakini parachichi likifika chini tayari limeshaharibika. Kwa hiyo tukaja na teknolojia hii hapa ya kutumia mkasi tu wa kawaida, ambao mkasi unaweza ukauadjust kwa vyovyote vile ambavyo unaweza kuweka. Na huu mkasi vile vile tukagundua kuweka kikapu kwenye hii mashine. Hii mashine ni simple sana. Kama unavyoona hapa, ukiminya hapa ina maana unaanza kukata parachichi, chungwa badala ya kutumia mti au wembe, badala ya kutumia mti au kuchukua jiwe kuweza kubonda. Kwa usalama zaidi, na tunda lako linaanguka huko likiwa salama. Kama unavyoweza kuona huko ni kama kuna sponge. Kwa hiyo tunda linaanguka likiwa salama kabisa. Na ukishamaliza pale unaminya tu hapo. Ule mkasi unaachia. Kwa hiyo unaenda kwenye tunda lingine unaminya tena. Na huu mkasi unakwenda taratibu sana ili kuweza kukata lile tunda liweze kuanguka likiwa liko salama. Kwa parachichi tu? Kwa parachichi, kwa embe, chungwa. Na matunda kama haya. Kulima wanasema wanazungumziaje hii teknolojia? Kwa kweli wameipokea vizuri kwa kuweza kutambua soko lao kwamba walikuwa wanahitaji mashine kama hii, maana wengine walikuwa hawezi kupanda juu ya mti. Sasa kwa kutumia mashine hii basi tumeweza kuongeza tija katika soko zima. Tumeona tunazungumzia parachichi. Nini kuna mashine naziona na mitambo ya nini? Hili ni jokofu la kuhifadhia thamani ya parachichi. Kwa hiyo baada ya parachichi kuvunwa hapa, ina maana lile parachichi lako unaweza kulihifadhi likabaki na thamani ile, lakini kuna mtaalamu ambaye ameitengeneza ili jokofu. Naitwa Mwalimu Haji Sinani kutoka chuo cha VETA Pwani. Tumekuja na jokofu kwa ajili ya kutunzia thamani ya zao la parachichi. Ili jokofu litasaidia kuongeza tija kwa wakulima wetu wa zao parachichi, kutokana na kulikuwa na changamoto kubwa ya kuharibika kwa haraka ya zao la parachichi. Kwa maana hiyo tumekuja na jokofu hili ambalo litaweza kutunza maparachichi yale yaliyoiva kwa muda wa wiki 2 mpaka mwezi, na mabichi wiki 2 pia mpaka mwaka mzima. Kwa kuleta jokofu hili, na maana tumetatua tatizo la wakulima kwa upotevu wa mazao yao ya maparachichi kule mikoa ambayo inalima parachichi kwa wingi, mikoa ya Njombe, Mbeya na Arusha. Faida kubwa ya jokofu hili ni kuongeza tija kwa mkulima, kwa maana anaweza kutunza maparachichi yake mpaka pale bei itakapopanda akauza bila wasiwasi na bila kuwa na hofu ya kuharibika kwa maparachichi haya. Na hii oda ilitoka kwa mkurugenzi mkuu wetu CPA Anthony Kasore, baada ya kutembelea mikoa ya Njombe kukutana na kilio cha wakulima kuwa wanapata upotevu mkubwa wa zao la parachichi. Kwa hiyo alikuja chuoni kwetu VETA Pwani, akatushirikisha, akatupa jukumu la kutengeneza jokofu ambalo litaweza kutunza thamani ya parachichi ili tuweze kuongeza tija kwa wakulima wetu. Hao wakulima wanapokuja hapa wanapokeaje? Wakulima kwa asilimia kubwa wamefurahia na wamelihitaji kwa wingi, lakini hii ni modo. Baada ya kukamilisha mfumo huu ndio sasa tutaanza kutengeneza yale makubwa kwa ajili ya kutunzia mzigo mkubwa wa maparachichi. Hii ni modo tu ambayo inatunza maparachichi machache, lakini tumeshaifanyia majaribio na tukaona inaweza kufanya kazi hiyo, sababu zao la parachichi linatembea na joto la sentigredi 4 mpaka 8. Kama hapa tayari jokofu letu limefikia hiyo sentigredi 4. Kwa hiyo ikifika sentigredi 4 jokofu linajizima, ikipanda mpaka sentigredi 8 jokofu linajiwasha tena. Kwa parachichi letu likiwa limeiva linaweza kukaa wiki 2 mpaka mwezi bila kuharibika, lakini mabichi ni miezi 6 mpaka mwaka mmoja. Kwa hii ni faida kubwa kwa wakulima. Kwa tunaziomba taasisi za serikali na binafsi ziendeleze ujuzi huu, lakini pia tuletee vijana kwa ajili ya kupata mafunzo mbalimbali kwenye vyuo vyetu vya VETA ili waweze kujiajiri, kuajiriwa na kuajiri wenzao katika kujipatia kipato na kuongeza tija ya serikali yetu. Tunashukuru VETA kwa kutuwezesha kutengeneza hili jokofu ili pia, lakini tunaomba tuongeze juhudi kutengeneza majokofu makubwa zaidi ili tuwafikie wahitaji wale wakulima wetu.
Kwa majina anaitwa Dr. Jackson Crispin Mkopi, ni mkufunzi kutoka chuo cha VETA Singida. Chuo cha VETA Singida ni mojawapo ya chuo cha taasisi ya VETA Tanzania ambayo ina fani nyingi za ufundi. Ufundi wa aina mbalimbali, ufundi magari, umeme, ushonaji, uchomeleaji na kadhalika. Lakini sambamba na hilo, VETA Singida ni chuo mojawapo cha mfano Tanzania ambacho kina fani ya ufugaji wa wanyama, ambayo hiyo fani kwa ujumla inaitwa fani ya afya ya wanyama na uzalishaji. Kama inavyoonekana katika bango letu pale, tunahusiana na nini? Hivyo sisi kama taasisi ya VETA Tanzania tuko kwenye maonyesho haya ya 88 ya kimataifa ya 2026 yenye kauli mbiu kwamba tambua soko, ongeza tija, tekeleza dira ya 2050. Tumetambua soko, lakini pia tumeongeza tija na tunatekeleza sasa dira yetu ili tuende na mafanikio ya Tanzania. Tumekuja na bidhaa mbalimbali kwenye 88 hii ambazo bidhaa ni mkombozi kwa mfugaji mmoja na wafugaji wa Tanzania kwa ujumla. Hapa tulipo mbele yetu tuna hii chakula cha kulishia ng'ombe kinaitwa silage. Hiki ni chakula bora na ni kizuri kwa ajili ya kulishia ng'ombe wa maziwa na wanyama, hasa kinatumika kwenye wakati wa ukame. Kwa hiyo sisi kama VETA tumekuja na suluhisho sasa kwa wafugaji. Hata kipindi cha ukame, tunajua mikoa yetu hii ya kanda ya kati, Dodoma, Singida na Manyara ina muda mrefu wa ukame. Hivyo sasa wafugaji wanaweza wakapata elimu jinsi ya wao wenyewe kujitengenezea chakula chao kwa kutumia bajeti ndogo kabisa na kuweza kujikomboa, kutunza mifugo vizuri na kuongeza tija ya uzalishaji wa maziwa na nyama hasa wakati wa ukame. Kinatengenezwa tu kwa njia simple, rahisi kabisa, kwa kutumia majani ya kawaida, hizi Napier au elephant grasses, hizi zinapandwa ndefu, au kwa kutumia majani ya mahindi, yale mabaki ya majani ya mahindi. Unayakata vizuri, baada ya kuyakata unayavundika kwenye shimo, ambalo hilo shimo utakuwa umeliweka na turubai lako ambalo halipitishi hewa. Lakini pia baada ya siku 21 yatakuwa yako tayari, yameiva. Tunasema ni kuiva, maana yake kuvundikwa vile. Kwa hiyo yakishakuwa yameiva, unayaongezea samani kwa kuyaongezea molasses na pamoja na pumba. Hayo majani yana uwezo wa kukaa kuanzia mwaka mpaka miaka miwili. Lakini pia tumekuja na jinsi gani tunaweza tukaongeza thamani kwenye bidhaa ya maziwa, ambao wafugaji wengi walioko vijijini na mjini wanapata shida. Jinsi gani maziwa yao yanaweza yakawaletea faida. Jinsi ya kuongeza thamani kwenye bidhaa za maziwa ni kutengeneza zile product ambazo zinatokana na maziwa, mfano yogurt, mtindi. Hivyo basi, kwa kufanya hivyo, lita moja ya maziwa inaweza ikakupatia kipato zaidi kuliko kuuza kwa bei ya rejareja, kwa sababu ukiongeza thamani kwa hali ya kawaida tunajua lita moja ya maziwa unauzwa kati ya 1,500 mpaka 2,500, lakini ukiongezea thamani lita moja inaweza ikakutoa mpaka 5,000. Hivyo tunawakaribisha wananchi, wanajamii, vijana wafike kwenye chuo chetu cha VETA Singida kuja kupata hayo mafunzo ambayo yanaweza yakatolewa kwa muda mfupi, lakini vile vile tunaweza tukatoa kwa muda mrefu kuanzia miaka 2 mpaka 3. Yapo mambo mengi mazuri hapa. Tumeshuhudia Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Kayaza Pinda alipita hapa. Alishauri masuala gani hasa katika kukuza ubora wa bidhaa hizi? Asante ndugu mtazamaji, ni kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda alipita. Yeye ni mdau katika swala zima la ufugaji. Mwenyewe anajiita mtoto wa mkulima, yeye ni mdau. Alivyopita amefurahia sana kutokana na bidhaa zetu. Yeye kama mdau ametushauri sasa sisi kama taasisi ya VETA tuongeze sasa hii bidhaa ya hii, kwa mfano haya malisho ya wanyama, tuongeze, tuzalishe kwa wingi na tuyaweke katika hali bora ambayo inaweza ikawafikia wafugaji Tanzania nzima. Na yeye ametuahidi kwamba katika bidhaa yetu hii atatuunga mkono kwa kuchukua takribani tani 2 na kuendelea, kwani ameona ni bidhaa bora na suluhisho kwake yeye katika malisho. Sawa. Jaribu bora. Ni jaribu ndugu mtazamaji, ni nzuri hiyo. Yanaitwaje maziwa? Hayo yanaitwa ni yogurt, ambayo hiyo ni yogurt tumeiongezea ladha. Ina ladha ya vanilla, lakini pia tuna yogurt yenye ladha ya strawberry, lakini pia tuna mtindi piwa wa kawaida ambao hauna ladha wala flavor ya aina yoyote.